Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu ya YouTube, tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment, pia share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa naona vipindi vyetu vya Omriama JL. Bwana, kwenye screen hapo nimeweza kukusogezea picha na video za wanandoa wawili wakipigana. Na tukio hili lilikuwa tukio la fumanizi ambalo lilitokea Bowling Green, Kentucky, na nahisi taarifa kama hizi umeisha kutana nazo, lakini bado hujajua sababu na nini chanzo hasa kilichosababisha wanandoa hao wawili fumaniana na kuitiana polisi. Tukio hili limetokea Bowling Green, Kentucky, na tayari lina siku 3 ama 4 hivi tangu liweze kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini tarehe 28 Januari mwaka 2026 jarida la Omriama JL liliweza kuchapisha tukio hili na kudhibitisha kuwa ni kweli lilitokea Bowling Green, Kentucky, na wanandoa wawili waliweza kufumaniana, na mwanamke ndiye aliyefumaniwa akiwa na mwanaume mwingine hotelini, na limeweza kuandikwa kama ifuatavyo: tukio la fumanizi hotelini Kentucky lasababisha mjadala mkubwa mitandaoni. Jana tarehe 27 Januari, mitandao ya kijamii ilisambaza kwa kasi kubwa video kadhaa zikionyesha tukio la wanandoa wawili waliodaiwa kufumaniana ndani ya hoteli moja jimboni Kentucky, Marekani. Video hizo zilisababisha mjadala mpana miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii, hasa kutokana na mazingira ya maelezo yaliyoambatana na tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, mwanaume anayehusishwa na tukio hilo ni raia wa asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye aliwasili Marekani kupitia mpango wa hifadhi. Inadaiwa kuwa ameishi nchini humo kwa muda sasa akiwa jimboni Kentucky pamoja na mke wake. Taarifa zinaeleza kuwa siku ya tukio, mwanaume huyu alipokea taarifa kutoka kwa watu wa karibu kwamba mke wake anayejulikana kwa jina la Julie ni Mbembe alikuwa ameonekana akiingia hotelini akiwa na mwanaume mwingine. Baada ya kupokea taarifa hizo, mwanaume huyo aliwahi kufika eneo la tukio usiku huo, ambapo alidaiwa kumkuta mke wake akiwa chumbani pamoja na mwanaume mwingine, hali iliyoibua mgogoro mkubwa. Tukio kama hili nahisi umeweza kukutana nayo na video kama jinsi ambavyo ilivyoweza kujieleza, lakini ili hapa ambayo imechapishwa ni jarida la omriama.com ambazo tunakusomea sasa hivi. Taarifa za habari kama jinsi ambavyo inavyoendelea, na tutaweza kukupa sababu ya nini wanandoa hawa kwanza waliweza kufumaniana, na ndio maana hakujatokea propaganda zozote hadi sasa hivi. Zaidi ya hayo, madai yanaeleza kuwa tukio hili halikuwa mara ya kwanza, bali lilikuwa likijirudia mara kwa mara, ikidaiwa kuwa wawili hao walikuwa wakikutana hotelini hapo kwa muda mrefu, hata kufika madai ya kukutana karibu kila wiki. Kutokana na hali kuwa tete, askari wa polisi waliitwa kufika eneo la tukio. Hata hivyo, changamoto kubwa ilijitokeza pale ilipobainika kuwa wahusika wakuu wa tukio hili hawakuwa na uwezo wa kuzungumza lugha ya Kiingereza, jambo lililolazimu polisi kutumia tafsiri kupitia simu ili kupata maelezo ya awali. Polisi walijaribu kutafuta mawasiliano ya haraka sana ili waweze kufahamu suluhisho na nini chanzo hasa kilichosababisha wawili hao kuanza kupigana hapo kwenye hoteli. Lakini kwa mujibu wa taarifa, polisi walifika pale na walitumia simu, yani mawasiliano kupitia simu, ili waweze kutatua tatizo hilo, lakini ilishindikana kufuatana na maelewano na lugha kuwa ngongano. Na video ambayo iliweza kujieleza na tayari umesha kutana nazo, na hapa tunakusomea taarifa mbali kama jinsi ambavyo inavyoendelea. Hadi sasa utambulisho wa mwanaume aliyekutwa hotelini na mwanamke huyo bado hajawekwa wazi rasmi. Kilichozidi kuchochea mjadala mitandaoni ni maoni ya watumiaji wengi walioshambulia wanaume aliyefumania, wakidai alishindwa kujieleza
ipasavyo mbele ya polisi kutokana na changamoto ya lugha. Wengine walidai kuwa endapo angekuwa na uwezo mzuri wa kuzungumza Kiingereza, huenda angeweza kueleza kwa kina kilichotokea na hatua za kisheria ingechukuliwa mapema. Kwa upande mwingine, sauti inayosikika kwenye baadhi ya video inadaiwa kuwa mwanamke huyo akisema kuwa mume wake ndiye chanzo cha matatizo ya ndoa yao, akimshutumu kwa tabia ya kutembea na wanawake wadogo, hali iliyomfanya naye kulipiza kisasi kwa kuingia kwenye mahusiano na mwanaume mwingine. Sio mwanaume mwingine bali ni wanaume. Inasadikika kuwa si mara yake ya kwanza kutembea na wanaume, bali ni wengi tu, yani karibia wanaume wengi sana walioko pale Bowling Green, Kentucky tayari wameshapita naye. Tukio hili limebua mjadala mpana kuhusu changamoto za lugha kwa wahamiaji, hatari zake katika masuala ya kisheria, pamoja na changamoto za ndoa na maadili katika jamii na wahamiaji wanaoishi nje ya nchi zao. Bwana, hii ndio taarifa ambayo iliweza kuchapishwa na jarida la omryama.com. Zinapatikana kule Google. Unaweza ukaingia pia na ukaenda kusoma ili uweze kuelewa nini sababu ya tukio hili liliweza kutokea kule Bowling Green, Kentucky, na hivyo ndivyo ambavyo iliweza kutokea. Bwana, naitwa Omryama JL na hii ni Omryama JL. Tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa naona vipindi vyetu vya Omryama JL. Asante.